Nimetegemea baadaye uje unisaidie, lakini umekuja, umenidhalilisha, umenivua nguo. Una nini wewe lakini? Okay. Sasa naomba mnisikilize kwa makini. Mke wangu, naomba ninapoondoka hapa. Sasa basi, naomba mnisikilize. Mke wangu, mtajua mnafanya nini. Ila ifikapo kesho, sitaki kuiona mimba kwenye tumbo lako. Nadhani nimeeleweka. Assalamu alaikum mpenzi wangu. Wa alaikum salam ya habibi. Mbona uchelewa namna hii? Haujui kama hii ni sehemu si salama kwa upande wangu? Uchafuku utakasa, ni wangapi walolala walitaka kuona, ila Mola kawapenda aondosha mapema. Sasa sisi tuloipata bahati kuona, tufungeni pasi mashaka, tutayavuna yalo mema. Ibada kuzizidisha, kutaka toba kwa Mungu nisamehe sana. Halikuwa dhumuni langu kukarisha hapo kwa muda mrefu. Ni vile tu ule bwa kule nyumbani amesumbua. Niambie mpenzi wangu, nini unataka? Maana unapenda sana kunirusha roho juu yani. Nimekuita hapa nataka pesa daftari. Maana ule boya ameniletea miogo na najua Ramadhani hii hauna hata aibu. Pole sana mpenzi wangu. Ungeniambia tu nikutumia hata kwenye simu. Kitu kidogo tu kama hiko unataka mpaka nituonane. Unajua bila wewe mimi siwezi. Na nyumbani nimekuita hapa. Sawa. Ila tambua tupo kwenye mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Tunatakiwa tuheshimu mwezi. Ukiondoka tutaendelea. Naomba tuwe tunaonana hata usiku. Unajua kukaa mpaka mwezi uishe, mimi siwezi kabisa. Sawa. Tutaonana ila hatutaweza kufanya chochote kwa sasa. Sawa, nikikuona tu mimi naridhika. Okay. Nakutumia pesa ili uende ukanunue futari unaipenda. Asante sana mpenzi wangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Unalipi la kufanya? Maana baba yako ameshaongea tayari. Na nafikiri unamjua vizuri. Akishasema na anahitaji jambo lake lifanyike. La sivyo, humu ndani mtakuwa hamkaliki. Mama, hapa cha kufanya ni mimi tu kuilea mimba yangu ikue basi. Mimi sina kingine cha kufanya zaidi ya hicho. Na kuhusu jambo aliloliongea baba, mimi siwezi kulifanya. Hata anifanye chochote kile anachokijua yeye. Zulfa, unakwenda kusababisha matatizo makubwa sana. Mimi naona bora ungefanya kile anachotaka baba yako. Mama, mimi siwezi kufanya hicho kitu. Mimi siwezi kutoa mimba mama. Alafu, mbona nyewe mnaijua dini vizuri? Yaani inawezekanaje eti nyewe leo mnilazimishe mimi kutoa mimba? Tena mwezi mtukufu wa Ramadhani kweli? Mimi siwezi kutoa mimba. Hata dunia ipinduke. Na kuhusiana na hilo swala la kuolewa, mimi nitaolewa na huyo mwanaume ambaye mimi nampenda. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini akifika baba yako, naomba uongee naye kama ulivyoniambia mimi hapa. Ili asije akajua kama mimi nipo pande wako. Wala hata usijali kuhusu hilo.
Kuhusu baba mimi nitaongea naye. Na naamini tu itafika wakati atanielewa na kila kitu kitakuwa sawa. Farida, mwanzo mimi na kitu nataka kukwambia. Ila sasa utulie kwanza, usije kukurupuka. Mimi nina mimba. Una mimba? Ramadhan, Ramadhan, karibu wetu. Ndio, tena mimba yenyewe ya kaka kwa Abdalla. Hivi unachokiongea unakimaanisha kweli? Farida, sasa mimi na sababu gani ya kukudanganya na Ramadhani yote hii? Ndio kweli. Haya, na wewe Abdalla kumwambia amekupatia majibu gani? Yeye anataka tuitoe. Lakini kiukweli mimi siwezi kabisa kufanya hicho kitu. Sawa, tutajaribu kukaa kama familia. Alafu nitakujulisha kinachofuata. Basi sawa. Mimi naondoka. Okay, sawa Zulfa, ufike salama. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamtia mimba? Kwani huyu Abdalla maisha yake anataka iendeshe vipi? Mimi mbona sielewi, nashindwa kuelewa mfumo wa maisha yake, yani upoje. Hivi kweli pamoja na hustling zote anazopitia lakini kaenda kumtia mtoto watu tena mimba? Ana nini lakini? Okay. Mimi subiri kwanza nimuite hapa. Afu nijaribu kuongea naye. Yaani kiukweli kanikwaza sana siku ya leo. Yaani sijui nisemeje. Abdalla, nakuhitaji nyumbani kwangu haraka sana iwezekanavyo. Yaani huyu Abdalla ana changamoto sana kwenye maisha. Yaani kitoka changamoto hii inaingia hii. Ona sasa kashalizua la kulizua huko, kamtia mtoto wa watu mimba. Ujauzito. Yaani sio hata anataka nini? Sasa hapo kuna shida gani ya wewe kusimama na kuanza kufoka kwa nguvu? Kwani mbona Sheikh Abdalla ni mtu mzima na ana akili zake? Huenda na maamuzi yake naye binafsi. Ungekuwa na busara mume wangu, ni ungempigia simu Sheikh Abdalla akaja hapa mkazungumza na sio kusimama na kuanza kufoka. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba una support hiki alichokifanya, si ndio? Hivi unajua tuko kwenye mwezi wa aina gani? Tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, alafu inakuja adha kama hiyo mtu kaifanya. Kiukweli, kama wewe na yule Abdalla kama mngekuwa mnaishi nyumba moja, basi na imani humu kungekuwa na vitukutuku tu yani. Hata kwenye mwezi mtukufu nyinyi mlikuwa yani mnaenjoy tu hata mchana. Unajua Abdalla, wewe una mambo ya kipumbavu sana. Yaani una utoto mwingi mno. Hivi unajua kuwa umefanya jambo la kipumbavu sana? Yaani umeenda kumtia mtoto wa watu mimba. Alafu huna chochote kile unachokitegemea kwenye maisha yako. Sasa una plani gani ambayo ya kufanya sasa? Unajua kwanza hichi kitu mimi sijakitegemea kama kinaweza kikatokea kwa wakati huu. Yaani sikuwahi hata siku moja kufikiria kwamba ipo siku ile binti anaweza akashika mimba. Lakini ndio imetokea. Na nimejaribu kumshauri sana atoe mimba lakini amegoma katakata. Hivi sasa hivi siwezi nikamwambia ile mimba ilee. Wewe unafikiri mimi nitampatia nini? Maisha kwangu yenyewe ni magumu kupitiliza. Na hata niseme eti kwamba nichukue maamuzi ni muoe. Nahisi kabisa nitaenda tu kumtesa binti wa watu. Na ndio maana mimi nikaa namshauri ile mimba atoe lakini sasa nashindwa kunielewa. Kwa hiyo sasa mimi nifanye nini? Mimi namwangalia tu. Ramadhani ndio hii ishafika. Tupo kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani Abdalla. Alafu unaenda kufanya jambo la kipumbavu kama hilo. Hivi sasa hivi hata funga zako unazofunga kweli
Kuna inayopokelewa hata moja kweli? Haya sasa, ndio jambo kama hilo lishatokea, tunafanyaje? Mimi sijui chochote kile cha kufanya. Kwa sababu hata mimi mwenyewe sijaona sababu ya msingi mpaka kuja kupiga simu nyumbani kwamba kusema eti ana ujauzito. Mimi sijaona sababu hata kufanya hivyo. Mimi nilikuwa nataka ile jambo tulimalize mimi na yeye kimya, maisha mengine yaendelee. Lakini sasa yeye analichukulia serious. Yaani anataka watoto wajue. Kwa mimi nashindwa kumuelewa. Sijajua hata dhamira yake ni nini. Na kama anataka kumuoa mimi kwa sasa hivi, kwa mimi ni changamoto. Siwezi kuoa mimi sasa hivi. Ili yeye abaki na mateso, au sio? Yaani umtese mtoto wa watu kwa makusudi yako wewe. Abdalla, umeenda kufanya upumbavu wako, umemjaza mimba, alafu unataka umwache dilema yani. Alafu akae kimya. Basi sawa. Mimi acha niweze kufanya mitikasi yangu. Niweze kuoa, nikimaliza basi tutarudia hilo swala lako, tutajua tunafanya nini ili madi iweze kuisha. Kwa hiyo ina maana kwamba ukimaliza ile jambo lako kwamba na wewe unaweza kunisaidia, si ndio? Ndio maana yake. Sasa mimi nitafanyaje? Na wakati wewe ni damu yangu. Sawa, kwa hiyo una mpango kwa lini? Mimi hapa nahisi kwenye wiki hii jambo langu litakamilika la kuoa. Basi sawa, haina shida. Mwenyezi Mungu akutangulia. Inshallah. Mamtu, mbona sasa hivi sikuelewi? Hata muda wa kuonana hamna kabisa, kati mwanzo tulikuwa tunaonana kama kawaida. Shida nini? Hivi Kitoi, wewe uone kama ni mwezi mtukufu Ramadhani na hatuwezi kufanya mambo kijinga kama mwanzo? Mwezi wa Ramadhani mchana tu. Usiku tunaendelea na mambo yetu. Kwani unadhani watu wote waliofunga usiku waendelee na mambo yao? Hapana, sitoweza na naomba unielewe. Sasa sikia. Baadaye mimi nitakupigia simu, nikuelekeze mahali nilipo, ili tuonane. Na usipokuja, mimi na wewe ndo basi tena. Hivi wewe, kwa nini unapenda kuwa mkorofi? Na kwa nini hutaki kunisikiza ninachokwambia? Nimekwambia subiri mwezi wa Ramadhani huishi, kwa nini hutaki kuwa muelewa? Wewe, mimi nachoongea na maanisha. Na nishamaliza. Jangu, kile ambacho tumekiongea kitawezekana? Baba, kama ana pesa ni za kwake, wala mimi hazinihusu. Lakini pia baba, sio kila wenye pesa ndio wanaishi kwa amani. Mimi naweza nikaolewa naye leo, simpendi, sitakuwa na amani hata kama awe na pesa kiasi gani. Mimi siwezi kufanya hicho kitu baba. Bado inaonekana unanipanda kichwani, si ndio? Hivi una matatizo gani wewe? Yule kijana ana pesa, ana uwezo wake na ana kila kitu. Na ndio maana nikakuchagulia binti yangu ukaishi vizuri kwenye maisha yako. Lakini wewe unaniona mimi sina akili. Unaona bora hao vijana ambao wamekutia mimba, wapumbavu tu mtaani. Sasa nisikize kwa makini. Utake usitake utaolewa. Na hiyo mimba utatoa. Kama ili jambo likishindikana, kama hautoolewa, utaondoka hapa nyumbani, uende huko kwa pumbavu wenzako huko, na utatafuta babako na mamako. Mimi sio babako, na hapa hakuna mamako. Mpumbavu mkubwa. Mimi nakutafutia vitu vya maana, upate vitu vizuri. Leo unaniona mimi mpumbavu? Unaniona mimi sina akili? Shabash. Kama itafikia huko baba, wala sijali. Mimi nitaondoka. Tayari hapo, angalia. Shukrani Sheikh Abdalla. Sheikh Saleh. Lakini hautaki kumwendekeza mkeo kiasi hicho. Unajua sasa hivi tupo katika hali ngumu sana ya maisha.
na kila mtu anaelewa kwamba tupo katika wakati mgumu sana. Kwa hiyo unapoendelea kumwendekeza mkeo hivyo, ipo siku atakuja kukudhalilisha. Kama leo umempelekea mihogo ameikataa, sawa, anahitaji iftari kubwa zaidi. Unakuja sasa hivi unaanza kupambana ili mradi ndo kumridhisha mkeo. Kesho na kesho kutwa utampelekea kubwa kuliko ambayo utakayompelekea leo, lakini bado hatoridhika kwa sababu tayari utakuwa wewe ndio umeshamzoesha. Mimi ninachokusihi, kama siku umepata muhogo, mkomalie ale huo muhogo. Kesho ukipata tambi, hivyo hivyo ndo maisha yanakwenda hivyo. Usikubali akupelekeshe. Sheikh Abdalla, unaongea ni kweli. Lakini mwezi wa Ramadhani unakuja mara moja kwa mwaka. Ni wajibu wangu mimi ikiwa kama mwanaume kumridhisha mke wangu ili kumhamasisha aendelee kufunga. Sawa, mimi sikukatalii unachokizungumza. Lakini pia ukiangalia upande mwingine kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, sio mwezi mtukufu wa kuja kula chakula kizuri. Sawa? Mwenyezi Mungu akikuletea riziki ya muhogo, kwa hiyo siku ina maana kwamba ndo amekupendelea hivyo. Sawa? Sasa kama Mwenyezi Mungu anakuletea muhogo, wewe unataka kuforce lazima upate nyama na vyakula vingine vizuri. Hauoni kwamba unaweza kujiingiza kwenye matatizo? Okay, fikiria sasa kwamba mimi ningekuwa sina hiyo hela. Ungeenda kukopa sehemu nyingine ukaenda kujitia madeni bure, au ungefanya vitu vibaya ili mradi wewe upate hiyo hela ukamridhishe mkeo. Mimi nakusihi, sawa? Kama umempangilia kwamba leo hali muhogo na Mungu ndo amekujalia hivyo, mpe huo muhogo. Kama kesho Mwenyezi Mungu amekujalia labda mpata tambi, sijui magimbi na iftari nyingine, mpelekee hizo. Usifananishe na watu wengine ukataka lazima ani mkeo ale kizuri tu, hapana. Sheikh Abdalla, nikuombe tu kitu kimoja. Hii pesa yako ambayo ulionipa, niachie siku 2-3 tu nipambane. Nikipambana nitakurudishia Sheikh. Hiyo pesa mimi sijakukopesha. Mimi nimekugaia kabisa, kwa hiyo kuwa na amani. Yaani usijipe stress kwamba uende siju kupambana nirejeshee, hapana. Mimi nimekugaia kabisa, kuwa na amani. Ila tunachokusisitizia ni kwamba unatakiwa uwe makini ili mkeo asikupelekeshe basi. Niseme shukrani. Asante sana. Allah hakuzidishie zaidi. Upate na kuwapa wengine. Nikutakie jioni njema na mfungo mwema wa Ramadhani. Insha Allah kwa pamoja. Shukrani. Sawa. Asalamu alaykum mama. Wa alaykum salam mke wangu. Mke wangu, nimekuletea iftari ambazo huzipendazo. Naomba unipokee ukaziandae, maana muda umeenda sasa. Nimeshaandaa za kwangu tayari. Hizo zako kapeleke kwa wala zako. Mke wangu, unanikosea sana kusema hivyo. Sina hawala mimi zaidi yako wewe. Nimetoka kupambana huko. Leo hii unaniambia maneno hayo. Unataka nikujibu nini? Ungekuwa mwanaume wa kweli, ungepambana tungea muda, ungeleta hapa na sio saa hizi. Sawa. Na hizo iftari umepata wapi? Siku moja kusaidiwa majukumu na mwanaume mwenzio sio mbaya. Kitu kidogo tu kama hicho, sorry. Kitu kidogo tu kama iko una sorry. Ngoja nipite. Okay. Yaani mara moja tu zile sauti zile. Tayari. Action. Akishasema akishasema anataka lazima jambo lake likamilike. Action. Akishasema anahitaji jambo lake lazima likamilike. Twende. Action. Unajua Abdalla, wewe una mapo. Okay. Yaani umeenda kumtoa mtoto. Oh my God. Na shot umeenda kumtia. Okay. Action. La sivyo. La sivyo mndani nitakuwa mkalifu. Ili asijue. Asije akajua kama mimi niko pande yake. Sawa.
Action. Ramadhan